Bana, nimeona ngoma ya mwanangu kabisa Platform inaitwa Msamba. Ameachia na siku moja, of course namba zipo, sio mbaya. Nimeona baadhi ya comment watu wanajaribu kama ile ha ya Mario Melo na nini. Muziki una jinsi. Kuna jinsi kwenye muziki. Ndio kitu ambacho watu wanashindwa kuelewa kitu hicho. Na ndio maana ukiangalia ngoma za mapiano, unaweza ukasema ngoma za mapiano mbona zinafanana, ila wasanii wanaimba tofauti. Jini kwenye muziki. Ukisikiliza singeli zote unaweza ukahisi kama beat na melody zinafanana, ni jeans kwenye muziki. Lakini kingine pia ndio modern. Unajua muziki wa sasa hivi watu wanataka kufanya muziki wa kuchangamka ambao itakusaidia kufanya promo kwenye clubs. Itakusaidia kufanya. Mimi sina doubt na Platform, na mimi nilichopenda kitu moja, Platform ameamua kubadilika. Unajua Platform alikuwa ni yule mtu ambaye anafanya muziki wa kulialia sana, wa kulalamika sana, wa kutaka kuonekana mimi ni mwandishi sana. Unajua ule muziki kwamba yani aonekane yeye anajua sana kuandika. Alikuwa Platform. Nao sasa hivi naona amebadilika, mbadilisha upepo, anafanya muziki ambao dunia sasa hivi inautaka. Ukiangalia wasanii wote wanafanya muziki wa kuruka ambao ni rahisi sana kufanywa challenge kwenye TikToks. Ni rahisi sana ma dancers kufanya challenge. So ma dancers wanatengeneza content. Dancers wanatengeneza content kupitia nyimbo za wasanii. Kwa kama ngoma inachezeka, ni rahisi watu kuifanyia challenge, hata ma dancers. Ni rahisi pia watu kuifanyia challenge kwenye TikTok. Unaelewa? Hizo ni sehemu ambazo nakutajia. Ni rahisi sana kwa msanii kufanya promo ya wimbo wako. Kwa ma dancers, influencers wa TikTok, then ni rahisi sana wimbo kuchezeka clubs. Moja ya sehemu ambao watu wengi hawapendi kuitaja, lakini inasaidia sana kwenye promo za wasanii ni clubs. Nyimbo ikiwa inachezwa zaidi clubs, ni rahisi sana kusambaa. Kwa watu ukiangalia wasanii wengi wanafanya nyimbo ambazo ni za kuruka, zinamfanya mtu inamruhusu mtu kucheza. Inamruhusu mtu kufanya challenge. Unaelewa? Inaruhusu watu kuicheza clubs. Unajua clubs, night clubs huwezi kucheza ngoma za taratibu. Ni ngoma za kuruka, watu wanacheza, watu wamewaka, watu wamechangamka na vitu kama hivyo. So ukiangalia ngoma ya Msamba ya Platform, mimi naiona kwenye hizo engo, na watu ambao wanafananisha labda na hizo sound fulani ya Mario, hiyo ni jinsi kwenye muziki ambayo lazima ifanane. Siku ya juzi of course, wakati Alikiba anaenda kufanya show Rwanda tarehe 31 Disemba 2025, manake sasa hivi tunasema ni mwaka jana, wakati Alikiba anaenda kufanya show Rwanda, anaenda kumsindikiza au anaenda kumpa support Kevin Kede kwenye show yake, alitangaza ametambulisha msanii wa kike kwenye lebo yake ya Kings Music ambaye anaitwa Mutima. Huyo msanii ameachia ngoma inaitwa King'ang'anizi. Kwa mara ya kwanza of course kwenye lebo ya Kings Music wameachia msanii wa kike. Lebo ambazo zilikuwa na wasanii wa kike Tanzania, Konde Gang ilikuwa na Angela, The African Princess, Nandi pamoja na Yami walikuwepo kule. Ukija WCB wanayo Zuchu. Unaelewa? So lebo ya Kings Music ndio lebo ambayo ilikuwa haijabahatika kupata msanii wa kike. Kings Music pamoja na Next Level ya Rayvanny hazikubahatika kupata msanii wa kike. Kwa maana yake ni kwamba Alikiba ametambulisha msanii mpya kupitia kwenye lebo yake ya Kings Music, anaitwa Mutima, na ameachia ngoma kwa ajili ya kuonyesha talenti yake. Ngoma ni nzuri of course, watu wamependa uimbaji wake, na mashabiki wengi wamekuwa na maoni tofauti, kila mtu anatoa maoni yake. Wanajaribu kuangalia maisha ya wasanii ambao walikuwepo Kings Music miaka ya nyuma. Nafahamu K-Tuga, Kili, Chidi, Abdukiba, Tommy Flavor, now Vanilla yupo pale. So wasanii ambao wamebaki Kings Music ni Vanilla, Abdukiba na Alikiba, watatu. Na watu wanajaribu kucompare mafanikio ya wale wasanii kwenye lebo ya Kings Music na kuangalia huyu msanii anasainiwa mpya itakuwaje. Wengi wanaamini wale wasanii hawakuwahi kufikia malengo yao kupitia lebo ya Kings, kwa sababu tunaomba lebo zingine, mfano lebo kama WCB, msanii akienda pale huwa anafika kwenye peak ya juu kabisa. Mfano Harmonize shikofika peak ya juu na still bado anaendelea kufanya vizuri. Unakuja kwa Rayvanny, peak ya juu, amekuwa msanii mkubwa, brand imekuwa kubwa. Mbosso the same, brand imekuwa kubwa, amekuwa msanii mkubwa. Ukija kwa Lava the same, alikuwa ni yuko zero, from zero to hero wanasema. Nao ni msanii mkubwa ingawa kaondoka pale. Hata ukienda Konde Gang kuna mtu kama Ibra alisainiwa akiwa hajulikani, lakini nao ni msanii mkubwa. The same kwa Angela, brand zimekuwa kubwa. Mimi siwezi kusema Kings Music haikuzi wasanii kwa sababu tulikuwa tuwafahamu akina
K-Tuga, Chidi pamoja na Kili hatukuwa tunawafahamu before, lakini baada ya kutambulishwa kwenye lebo ya Kings Music, inawezekana mafanikio hayo hayajafikia kwenye piki ya juu sana, lakini still kuna kitu wamekipata tu kusainiwa kwenye lebo ya Kings Music. So haimaanishi kwa kila mtu anayesainiwa pale lazima akatoboe, kwa sababu Alikiba yeye ana kauli mbiu yake, anasema yeye hasaini msanii kwa ajili ya biashara. Yeye anakusaini ni kama academy, anaita lebo yake ni kama academy, inaenda kutoa talent. Na of course inawezekana pia huyu msanii mpya wa Alikiba na nitalifanyia kazi, nitawaletea jesho, inawezekana pia yuko kwenye academy kama wale wengine waliokuwa. Kwa hiyo yeye anakupa platform, kwa sababu brand yake kubwa ya Alikiba, anakupa platform hata kama hauna mkataba, lakini ile platform inakufanya pia watu wa Alikiba, kwa sababu ana fan base kubwa, brand yake ni kubwa, manake kupitia watu ambao wanamfuatilia Alikiba na wewe pia unafahamika. Kwa mfano yule msanii wakati Alikiba anamtambulisha, uangalie namna ukuaji ulivyo wa msanii. Wakati Alikiba anamtambulisha, alikuwa akaunti yake kwa mfano ya Instagram ilikuwa haina followers kabisa, lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza ana siku 2 tayari Instagram yake inasoma 10k, watu 10,000 tayari washamfollow, na yeye kafollow watu 4 tu, kafollow Abdukiba, Kings Music, Alikiba na Vanilla. So maana yake ni kwamba kupitia jina la Alikiba, brand ya Alikiba, fanbase ya Alikiba na kila kitu cha Alikiba, tayari kuna kitu wamemuongezea. So mimi huwa nasema kupitia wasanii tusiseme hawezi kufika mafanikio, hawezi kupata mafanikio. Tayari kupitia jina la Alikiba, huyu mtima wangu ameshafahamika, watu washaanza kumfollow, tayari watu amepata attention kupitia tu jina la Alikiba. So kinachotakiwa kwa msanii ni yeye kujiongeza namna ya ufanyaji kazi wake, namna yake ya ufanyaji kazi. Watu wengi wanajaribu kulalamika pia namna Alikiba alivyotambulisha msanii kwa kuposti tu kwamba huyu hapo new queen of Kings Music na nini na nini, kaandika maneno yake pale, na kama hajatengeneza tukio fulani kubwa la kumtambulisha msanii wake. Kila mtu ana njia zake za kutambulisha. Watu wengi wanaamini kwenye kazi zaidi kuliko kutengeneza matukio ya kutambulisha msanii. Kazi yake ndio itazungumza. Umeelewa? So inawezekana Alikiba ni miongoni mwa wale watu ambao wanaamini kazi ya msanii badala ya kutumia attention kubwa kumtambulisha msanii. Which sio kitu kibaya alichofanya Alikiba. Sio kwamba tuseme kazi ngua kakosea. Kila mtu ana njia zake za kutambulisha msanii wake. Kitakachozungumza ni kazi. Mimi ninachosema kitu moja, tusimjaji sana msanii bado mapema. Watu wengi wanaamini inawezekana asifikie mafanikio kama walivyopita wasanii wengine Kings Music, na mimi nasema inawezekana hawakupata mafanikio makubwa, lakini kuna mafanikio hata kidogo waliyapata baada ya kuingia Kings Music. Kings Music ni lebo kubwa, na Alikiba na media anapata platform, anapata access ya kusupportiwa na media. Maana yake ni kwamba kama msanii unashindwa kutumia fursa ya kufanya kazi na msanii kama Alikiba, ambapo ana platform kubwa ya account yake, ana media kupromote kazi zako, wewe utakuwa na matatizo. Na ndio maana hata mwanzoni watu wengi walimpongeza sana Vanilla namna anavyojituma, anaitumia platform ya Alikiba, anatumia media kupromote ngoma zake na vitu kama hivyo. So mtu anaona fursa iko pale kwa sababu kuna platform kubwa, kuna brandi kubwa na msupport. Kusiposiwa na Alikiba sio kitu rahisi. Unaitumiaje nafasi hiyo wewe kuweza kutangaza kipaji chako na muziki wako? Hicho ndio kitu ambacho kinabaki kwa mtima wangu. Mimi namuona kama ni msanii mwenye talent, kwa sababu sio tu kwa sababu msanii wa kike. Na kitu kimoja nitaka nizungumze, Rwanda. Nafikiri Rwanda baada ya miaka 2-3 Rwanda itakuwa ni miongoni mwa mataifa yenye nguvu sana kimuziki. Najaribu kuangalia wasanii waliopo Rwanda namna wanavyofanya kazi. Ukimuondoa Bruce Melody, kuna The Ben, kuna Kevin Kede, kuna Element, kuna wasanii wakali sana Rwanda. Then sasa hivi Alikiba anaenda kuchukua msanii tena Rwanda. Baada ya miaka 2-3 Rwanda itakuwa mbali sana kimuziki. Niamini mimi. Angalia kina Bruce Melody wanavyofanya kazi na kina Diamond. Kwanza angalia wanavyoaminiwa na wasanii wakubwa. Sasa hivi anafanya kazi na wasanii wangapi wakubwa? Fanya kazi na Harmonize, ngoma yake ya Zanzibar. Kevin Kede kafanya kazi na Alikiba. Ushaelewa? Bruce Melody kafanya kazi na Diamond. The Ben kafanya kazi na Diamond. Angalia namna Rwanda inavyokuja baada ya miaka 2-3 itakuja kutake over kimuziki. Na niliona comment moja mtu anasema inawezekana Alikiba akamchukua mtima wangu ili aje amshindanishe, kwa sababu anajua upinzani wa Alikiba ni Diamond. Kwa wasanii wa kike aje amshindanishe labda na Zuchu. Mimi sitaki kuamini, na tusipende kushindanisha vitu mapema, kwa sababu bado ndo anaanza muziki. Tayari manake tunaanza kumpa pressure
msanii ambaye ndo ngoma yake ya kwanza, watu wanaanza kumlimbikia pressure. Tumwache afanye kazi, talent yake itazungumza. Sasa hivi nimetoka kuzungumza issue ya Rwanda. Namna Rwanda baada ya miaka 2-3, mimi naiona kabisa Rwanda itakuja kutake over kwenye muziki Afrika Mashariki. Jana Bruce Melody ameachia ngoma na Diamond. Umeelewa? Yaani wasanii wa Rwanda wamejaribu kufanya. Yaani nahisi ndio taifa pekee ambalo wasanii wa Tanzania wamewabless. Alikiba kafanya kazi na Kevin Kede, si ndio? Harmonize kafanya kazi na LA pamoja na Bruce Melody ya Zanzibar, ambao producer ni LA, si ndio? Mario kafanya kazi na LA pamoja na na Bruce Melody, kafanya kazi na msanii kutoka Rwanda. Diamond anafanya kazi na msanii wa pili kutoka Rwanda. Amefanya na The Ben, nao amefanya na Bruce Melody. Then Alikiba kasaini msanii kutoka Rwanda. Maana kwambia baada ya miaka kadhaa mbele hapa, Rwanda inawezekana ikaja kutake over kimuziki. Sio tu kutake over, sio tu kufanya kazi na wasanii wa Tanzania. Angalia quality ya production ya wasanii wa Rwanda. Rwanda wanachanganya Kinyarwanda na Kiingereza. Manake wanachanganya lugha ya nyumbani, watu wa nyumbani waelewe, then wana mix na lugha ya biashara ambayo ni Kiingereza. Ukiangalia katika ngoma zao zote, wasanii wa Rwanda wanajitahidi sana kuimba Kiingereza ambayo ni lugha ya biashara ya kimuziki, si ndio? So nimeiangalia hii ngoma ya Pom Pom ya Bruce Melody na Diamond. Of course sina doubt na Diamond, sina doubt na Bruce Melody. Kitu moja nimejiuliza sana. Kuna mshikaji mmoja alinitumia message akanambia, Elmando mbona uzungumzii Diamond kashuka sana kimuziki? Kanambia tu hivyo. Mimi nilimuuliza kitu moja, ukisema kashuka kimuziki lazima tuambie nani kapanda kimuziki. Inawezekana tu Diamond labda hajainvest, hajawekeza nguvu. Unajua nilizungumza kitu kimoja, Diamond watu wengi wanajaribu kumrate kwenye level ya Komasava. Kila akitoa ngoma watu wanamuona bado hajafikia ile piki ya Komasava, kwa hiyo inawezekana kashuka na vitu kama hivyo. Mimi siku moja huwa naisubiri kuja kuona Diamond amenyosha mikono kimuziki. Yaani hiyo siku ndio naisubiri. Sasa hiyo kwenye mpira watu wanasubiri kuona siku Ronaldo atangaza anastaafu. Mimi kimuziki bongo, hiyo siku naisubiri Big anaonyesha mikono kwamba mimi jamani, mimi kimuziki sasa hivi ni basi tena. Mshikaji, kila ngoma atakayoitoa brother, utakutana na soundi tofauti, utakutana na melody tofauti, utakutana na kila kitu tofauti, even swags, paka uvaaji, vibes, kila kitu utakutana nacho tofauti. Isikilize ngoma ya Pom Pom ambayo iko na Bruce Melody. Alafu namna anavyojua bro, hii ni ya mapiano of course. Nimeona kama ina sound ya mapiano. Lakini angalia sound ya mapiano yake ilivyo. Zombie sui hapo tena, sui ni nini? Yaani namna anavyojaribu kutengeneza melody ambayo wewe tu kikaa unakuwa unaisikiliza mara kwa mara. Of course mimi I love it. Na then kwenye hii ngoma kuna mshikaji anaitwa Brown Joel amepiga verse ya mwisho. Mshikaji anatoka Nigeria. Ndio maana mimi nasemaga taifa la Nigeria, wale washikaji wamejaliwa talent sana. Yaani licha kuwa na talent nyingi Nigeria, lakini msikilize mshikaji anaitwa Brown Joel kwenye ngoma ya Pom Pom ya Bruce Melody pamoja na Diamond. Mshikaji kaua vibaya mno. Namna tu alivyofungua verse yake. Of course Diamond ni msanii mkubwa, tuwezi kubisha. Even Bruce Melody kaua. Tujasema, yani siwezi kusema kwamba kuna msanii hajaua. Wote wameua, lakini mshikaji mimi nimeelewa sana verse yake. Katulia, calm, kachapa bonge moja la verse. Hii ngoma ni kali kwa kweli. Mimi nimenyoshia mikono, ngoma ni kali. Mimi naamini kabisa hii ngoma itakuwa ni hit bila ubishi wowote. Sizungumzi kwa sababu Diamond yuko pale. Nazungumza kwa sababu ya quality ya production iliyopo kwenye hiyo ngoma. Na unajua kwenye kazi yote akiwepo Diamond huwa anazingatia kitu, quality production. Then angalia dundo alilolichapa Estokiz, hiyo beat. One thing niseme kwa upande wa Diamond, of course ametoa ngoma zake hapa tunaziona, lakini hii kafungua na joint, international joint ya kimataifa. Na kama unavyojua collab Diamond ikifanyaga na wasanii hizi za kimataifa, kwa mfano Rwanda, The Ben ilikuwa ni kali, why ni kali sana mpaka sasa hivi ni hits. Then hii ya Bruce Melody inaenda kuwa ngoma nyingine, inaenda kuwa ni crazy kitani. Na mimi napenda namna wasanii wa Rwanda, na narudia tena, wanavyojaribu kujichanganya na wasanii wa Tanzania, kwa sababu wanajua Afrika Mashariki biashara ya muziki iko Tanzania. Hilo wanalijua. Na ndio maana wanajitahidi sana kufanya kazi na wasanii wa Tanzania. Wasanii wote wa Rwanda ambao wanafanya vizuri
wanajitahidi kufanya kazi na wasanii wa Tanzania kwa sababu wanajua ukikaa karibu na uwaridi hata wewe utanukia uwaridi tu. Hawana jealous, wanajaribu kuchota upepo akina Diamond, akina Alikiba, akina Harmonize. Umeshanielewa? Nao tunawazungumzia miongoni mwa wasanii ambao taifa la kimuziki wanafanya vizuri.